Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 20 katika kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Ezekieli sura ya 28 aya ya kwanza hadi ya 10, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 23 hadi 30. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili tuliyoisikia hivi punde, tunamsikia Bwana wetu Yesu Kristo akitutahadharisha juu ya hatari ya mali na faida za watakayoipata wale watakaomfuata yeye. Wapendwa, Kristo anaposema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, hapo Kristo anataka kutuonesha jinsi ilivyo hatari zaidi kuzisujudia mali tulizo nazo. Kristo hana maana kwamba matajiri wenye mali kwamba hawataingia mbinguni. La hasha! Kwani unaweza kuwa maskini usiye na mali na ukaikosa mbingu. Vile vile unaweza kuwa tajiri na ukaipata mbingu vile vile. Hapa Kristo anachotaka kusisitiza ni namna gani tunazitumia hizo mali zetu kujiweka karibu naye. Je, huo utajiri na mali alizokupa unazitumiaje kwenye haya maisha? Kama mali zako unazitumia vibaya kwa anasa na starehe, basi tambua kwamba mwisho wako ni mbaya. Hauwezi kuingia katika uzima wa milele. Lakini kama mali yako unaitumia vizuri katika maisha yako, hasa kwa kuwasaidia maskini, yatima na wahitaji,
wasio na uwezo, pamoja na kutoa sadaka ya kweli mbele za Mungu, basi ni wazi kwamba mwisho wako utakuwa mzuri, yaani utaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Wapendwa, pia katika Injili hii tunamsikia Petro akiuliza swali, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Wapendwa, inawezekana na sisi tunajiuliza swali kama hili ambalo Petro alimuuliza Kristo hapa. Kristo anatupatia faida za kumfuata yeye mpaka mwisho. Anatuahidia kurithi uzima wa milele. Kwa mitume aliwaambia wataketi kwenye viti 12 wakiwahukumu kabila 12 za Israeli. Lakini mimi na wewe tukimfuata Kristo, ametuambia tutaurithi uzima wa milele. Wapendwa taifa la Mungu, Kristo anaposema kuwaacha baba, mama, watoto, nyumba, ndugu wa kiume na wa kike, hamaanishi kwamba tuwakatae moja kwa moja kwenye maisha yetu. La hasha! Bali anataka kila mtu ajitwishe msalaba wake na amfuate, akimaanisha kwamba nafasi ya Mungu katika maisha yetu iwe ya kwanza, ndipo hao ndugu wengine wafuate. Kwa kufanya hivyo, watapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Na mwishoni mwa Injili hii Kristo anatoa angalizo kwamba walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Hii inamaanisha kwamba wapo watu ambao wamemtambua Mungu mapema, lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao wamekataa kubadilika. Hawa watabaki wa mwisho, lakini wapo wale waliochelewa kuijua kweli ya Injili, wakaja kuijua mwishoni mwa maisha yao na kubadilika mara moja walipopokea kweli hiyo ya Injili. Hawa watakuwa wa kwanza kadiri ya maandiko matakatifu kama Kristo anavyotufundisha, kwa sababu ya wepesi wa mioyo yao. Wapendwa taifa la Mungu, tumuombe Mungu atujalie neema ya kutumia mali zetu vizuri na neema ya kumfuata Kristo ili tuweze kufikia uzima wa milele. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Apolinari Michael Sachi kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!